TUCASA Summit 2025. TUCASA Summit 2025. Karibuni tena jioni hii ndani ya vipindi tulivyovipokea leo toka asubuhi na mchana wa leo katika mikutano hii ya TUCASA STU 2025, ambalo neno kuu wito wa kusimama imara katika imani. Wakati ule wa asubuhi tulikuwa nini maana ya wito? Ni wito unatoka kwa Mungu na ni wito wa kwenda kwa Mungu. Huu ni wito wa kwenda juu, ni wito wa mbinguni, ni wito mtakatifu. Hiyo ilikuwa ni asubuhi ambako ilikuwa ni kutusaidia kufahamu huu wito ni nini. Lakini mchana huu wa leo na masaa ya jioni tunaenda sehemu ya pili ya hii theme, Stand Firm, ambayo nimechagua kuwa na somo linalosema muda wa kujitoa, a moment of commitment. Kuna maswali ambayo ni vizuri tupate majibu yake. Unajuaje wewe umejitoa? Commitment inakaguliwa katika maeneo makubwa matatu, kirahisi sana. Ili ufahamu umejitoa kiasi gani, watu wanaangalia wale unaohusiana nao karibu sana. Wanaweza kusema umejitoa kwao, kwa sababu kuhusiana na hao watu muda mwingi ama sana vitakugharimu mambo mawili. Moja, muda, time factor. Mbili, money. Hakuna mahusiano ambayo hivyo vitu viwili haviwezi kutumika. Ingelikuwa waliooa na kuolewa anasema fulani siku hizi hanipendi, wanamuuliza umejuaje hakupendi? Utaona wana raise vitu viwili. Time factor, hawezi kuzungumza nami sana muda mwingi kwa simu kama yuko mbali. Kwa hiyo kama ni uchumba, anasema naona kama uchumba unalegalega, naona kama mwenzangu amefikiri tofauti. Why? Time factor. Kama muda wa kuzungumza unapungua, maana yake less commitment. Lakini pia material. Kwa nini vitu viwili? Kwa sababu time na money ndivyo vinavyobeba maisha. Wakati Mungu anasema utakula kwa jasho, anasema utafanya kazi katika ile Mwanzo 3:19, utakula kwa jasho. Wathesalonike ya pili 3:10 anasema asiyefanya kazi na asile chakula. Sasa ili mtu aweze kuishi, anakula, na anachokula amefanya kazi. Anafanya kazi kwa sababu matumizi ya mambo mawili. Anatumia time,
halafu anatumia talent. Kwa kuwa yuko hai, kila mmoja ana hiyo talent ambayo anaibadilisha ilete money. Hakuna anaweza kufanya kazi bila time factor. Ni yule aliye hai ndio anaweza kufanya kazi. Na hivyo mtu anapokuwa anasema huyu hayuko commitment tena kwangu, maana yake ile time factor ikiwa inapungua, maana yake mahusiano yamekufa. Ndio maana aliyekufa Kiingereza anasema the late, hana muda. Kwa hiyo kama mtu hawezi kuzungumza na wewe, hawezi kuwasiliana wewe kwa njia yoyote ile, anakuwa the late. Kama sio yeye, basi commitment imekufa. Lakini pia ikiwa mtu yuko commitment, lazima utaona material, utaangalia kazi za mikono yake zitaelekea kule ambako commitment yake ilipo. Kwa hiyo hivi vitu vinakagua how commitment somebody is. Na hiyo ndio inachozungumzwa unapozungumzia habari ya to stand firm. We talk about commitment. Na ndio maana kuna mtu yote atasema nampenda Mungu, lakini no time with God. Halafu anasema nampenda Mungu, hawezi kuomba, hawezi kusikia neno lake anajifunza, hawezi kuingia katika ibada, lakini anasema nampenda Mungu. Anasema no, there is no commitment, kwa sababu time factor. Na ndio maana Sabato inaenda kukagua commitment ya wakazi wa dunia, because it's about time. Kwa hiyo mtu anaposoma siku ya Sabato, maana yake ni kweli hayuko commitment kwa Mungu katika ukweli anaojua. Ndio maana hawezi kutoa ule muda na Mungu kwa sababu ya time. Lakini pia kwa nini mtu anasema huyo hampendi Mungu? Kwa sababu material hayaji upande wake. Mtu anaweza akasema anamtii Mungu, lakini sio mwaminifu kwa zaka na sadaka. Never. Commitment inakuwa checked up, time and money. Kwa sababu ikiwa mtu yuko hai, lazima ataproduce, na kile anachoproduce kina carry your life. Kwa hiyo mtu anakupatia 2,000, anakupatia 5,000, anakupa 10,000, anakupa maisha yake. Usikague kama 5,000, amekupa sehemu ya maisha. Kwa hiyo ndio maana mtu akisema huyu anampenda Bwana, lakini anaonekana anamtumikia, ila hawezi kutoa mali kwa ajili yake. Never. Ndio maana Yesu anasema toeni hazina zenu, mpeleke wapi? Hiyo ni kitabu cha Mathayo 6 aya 19 hadi 21. Maana pale moyo wa mtu uliko, moyo wake, hazina yake mtu ilipo, ndiko na moyo wake uliko. You can never separate material and the heart. Hajawahi tokea mtaalamu kama huyo, na hata tokea. Kama fedha zinaenda mahara, it's because the heart is already there. Mali haziendi pale ambako moyo haujawahi kwenda. Kwa hiyo ndio maana unaona siku hizi nilikuwa nazungumza wakati wa mchana, watu wenye kwikwi zingi, wenye matatizo mengi, wanapoingia kwenye unabii kwa sababu ya matukio, wanasema unajua sio tu hivyo, wanasema Yesu haji. Yesu wanasema Yesu anakuja 2025 au 31. Lakini pia wanasema hakuna haja ya kurudisha zaka na sadaka. Wanasema ilikuwa ni Old Testament understanding. Kwa hiyo Yesu alipokufa msalabani anasema hawezi kutoa tena. Lakini kwa sababu watu hawako committed to God, kwa hiyo wanaona hiyo ni tafsiri nzuri sana ya uelewa. Commitment inahitaji vitu viwili, lazima vikaguliwe. Kwa sababu hata mke wako, mume wako, hata mchumba, hata nani, if you don't spend your time with him or her, if you don't spend your material for him or for her, that means you are not committed. Barikiwe. Umetoa 89 fedha elfu za Tanzania kwa sababu you spend money
because you are committed. Kuna watu ambao wakuja hapa na wana hela zaidi ya hizo kwa sababu hawako committed na neno. Kwao sio kitu cha muhimu sana kwao, lakini wanaweza kutumia zaidi ya 200,000 lakini isiwe kwa ajili ya mikutano neno la Bwana. Kwa hiyo mtu mmoja akisema mimi nampenda, mimi namjali, mimi namtunza baba yangu, namjali mama, najali sijui na nani na nani, lazima tuulize the time you spend and the material you use. Wala hahitaji kitu kingine, ni hayo mambo mawili tu, kwa sababu hivyo ndio vinafanya uendelee kuishi. Kwa hiyo ukitumia mambo hayo, maana yake kweli muda wako, maisha yako umeweka kwake, kwa sababu hivyo vitu ndio vinavyoleta maisha. Kwa hiyo unapotumia vitu hivyo, maana yake maisha yako pale. Kwa hiyo unaposikia watu wengi wanaeleza kwamba hakuna haja ya zaka na sadaka, hiki na kile, unajua hivi tu, unafanya hivi na vile, ninajua kwa nini Ibilisi anawaambia hivyo. Ni kama wanasema hakuna haja ya kutunza familia yako, sio muhimu uwepo nyumbani, hata ukilala kule Tanga, hata ulale kule Dar es Salaam, lakini nyumbani wanajua imradi uko hai. Ndicho wanachojaribu kueleza. Halafu aseme huyo ni mama aliye committed na familia yake. Halafu aseme huyo ni baba aliye committed na familia yake, wakati no time with their family members. Kwa hiyo ikiwa hawezi kutoa mahitaji kwa familia, halafu aseme huyo ni baba ambaye yuko committed, how? Kwa hiyo ndio unaangalia commitment. Kwa tunapoangalia a call to stand firm is a moment of commitment. Tuombe. Mungu wetu, tuko mbele zako tena jioni hii, unapotufundisha ukweli wa maana ya kusimama imara. Kila mmoja wetu hapa tuna shauku ya kuwa hivi kama hawa wenzetu katika zama zao. Roho wako mwema tufundishe ukweli huu kwa jina la Yesu Kristo, amina. There is a moment of commitment. Ikiwa hawa vijana watatu wasingekutana na hiki challenge, kama kusingekuwa na challenge, wala hata yasingeliandikwa. Na hii challenge yao sio ya kitoto. Vijana wanasema sio ya kitoto hii. Siku zote changamoto inapotoka kwa authority, talking about the government, talking about the political challenge, that is the real challenge. If you want to know it's a tough challenge, try to be right when the government is wrong. Just try. Kama ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, halafu ukasema no, you are wrong as a government, then you will understand what it means to stand firm. Lakini wewe unajua hapa ukinifukuza nyumbani nitaenda kwa shangazi, nitaenda kwa nani. That's small challenge. Lakini ukikukabiliana serikali ambao unajua utapoteza sio tu mashamba, utapoteza nyumba, utapoteza kila kitu, utapoteza uhai, na kama utaishi utakuwa mkimbizi nchi nyingine, ndipo unaweza ukajua hawa vijana wakiwa ni captives, halafu anakutana na huyu greatest monarch Nebukadnezar, ambaye mataifa yote wameassemble. Halafu hawa vijana, kwa sababu wakati Nebukadnezar analeta hii challenge, ilikuwa ni mwaka wa 18 ya utawala wake, the very moment ambayo Jerusalem iliangushwa, mwaka wa 586 before Christ. Kwa hiyo kwa maana nyingine ya kwamba you cannot challenge Nebukadnezar and his God. Mataifa yote by then yalikuwa yana pay homage to him, pay allegiance to him and to his God. Kwa hiyo ilikuwa ni challenge ambayo this time
Ni kuonyesha ya kwamba who is Nebuchadnezzar and who is God. The shakers and the movers were all gathered. Hii sio challenge ya kitoto. Wewe ukiweka miaka 10 na kitu jumlisha miaka 18, hawa vijana unaona wana miaka ya mianzo ya 30 na kitu. Ndio umri huo sasa hivi wako. Na kwenye ile sura ya 20, sura ya 2 inaelezea baada ya ile ndoto ya Nebukadneza, ambapo Daniel aitafsiri. Daniel akakuzwa, akapewa zawadi nyingi, na akawa mkuu wa kila waliyekuwa na hekima, na kila aliyekuwa mkuu katika tawala ule kasoro yeye. Halafu Daniel pia akaweka request kwa ajili ya Anania, Mishaeli na Azaria. Mimi najifunza kitu cha ajabu sana. Daniel wakati anapata fursa hiyo, hakwenda peke yake, aliomba pia kwa ajili ya wenzake. Sio wakina Daniel wa siku hizi wakienda wanaona ndio wao wenyewe tu. Ila uwe na hakika wewe unayemfanyia request kama na yeye ana utu wa mgongo. Kwa sababu huko unakoenda unakwenda kukabiliana nyingine. Kwa hiyo wakati fulani unafurahia kwamba fulani amekwea bwana kwenye mamlaka, kwenye serikali. Maana ikiwa atajua, Daniel alijua yakitenda kazi na uaminifu itakuwa baraka kwa utawala wa Nebukadneza. Na alijua Anania ni nani, alijua Mishaeli ni nani, alijua Azaria ni nani. Kwa hiyo akasema naomba hawa pia waweze kukwea. Na Nebukadneza akawapandisha vyeo wote wale vijana watatu. Kwa hiyo hakufanya kwa sababu ya upendeleo, ila alifanya akijua atakuwa baraka. Kwa hiyo sio kitu cha kusema unajua ukiweza mchukue tu mradi ni Mwadventista. Sizungumzie tu mradi ni Mwadventista, lakini uwe na hakika na yeye ana uti wa mgongo. Kwa sababu huko anakokwea, huko anakwea usoni pa mfalme. Kwa hivyo hii sio kanuni inayosikia kwamba the higher you go the cooler it becomes. This is inversely proportional. The higher you go the hotter it becomes. Kwa hiyo usije ukasema nimefurahi, amenikumbuka bwana rafiki yangu tulisomaga naye, tulikuwa tukasa summit 2025. Usisahau kale unavyosogea karibu ndivyo joto linaongezeka. Kwa hiyo na wewe utakapokubali ukubali. Kwa sababu saa hii Daniel atajwi, hayupo, ila ni wao ndio wapo. Kwa hiyo usije ukasahau ya kwamba unapokwea pale sio kwamba utasimama na yule aliyekupendekeza kwa mtawala fulani, mtu mwema tulifanya naye kazi tukiwa Songea, tuliwahi kufanya naye kazi ikiwa mara fulani ana tabia na ustawi wa kufanya eneo hili linyanyuke juu. Lakini usifikiri wakati wa kujaribiwa kwako huyo atakuwepo. The Bible is silent. Where was Daniel? It is quiet. Usije ukasema wewe ndio uliniambia, wewe ndio ulinipendekeza, au ndio saa yako. For every action there is equal and opposite reaction. Hiyo ni Isaac Newton's law, the third law of motion. The moment you start the motion, make sure there is opposite, and not just opposite but equally. Kwa hiyo mwendo unaochukua ndio mwendo huo utakaokabiliana nao. Kwa lugha nyingine, unaposogea juu na tabia ya uadilifu, uwe na hakika jaribu lako sio la kitoto. Kwa hiyo usije ukasema kama unahitaji kwenda juu kwenye kilele, maana yake unahitaji better things. Na Mungu anataka vijana waempeleke juu, kwa sababu anajua ndio hawa wanaoweza kufanya kitu ambacho akitamka kuanzia Nebukadneza, wale wengine wote watajua Mungu ni nani. Kwa hiyo ndicho kinachokiona kinafanyika pale. Kwa hiyo ilikuwa ndani ya kipindi hicho cha miaka ya 30 mwanzoni hapo ndio vijana hawa wanajikuta kwenye ile hali kubwa sana. Sasa hapa kuna mambo matatu. Kabla tujaangalia tafsiri yenyewe, isikilize kwenye Biblia inavyoeleza nini maana ya commitment. Baada ya kuelezea ile general understanding of commitment, hebu tuangalie vizuri inavyotajwa hapa. Namba ya kwanza, msomaji hebu fungua kitabu cha Daniel. Katika hiyo sura ya 3 tutasoma aya ile ya 4 na aya ya 5. Hapa unapata clear instructions. Nataka uangalie vile commitment inapokuja.
clear instructions. Mstari wa 4 na mstari wa 5. Hebu soma Danieli 3. Danieli sura ya 3 mstari wa 4, neno la Mungu nasema ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, katoa tangazo, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, ndio mmeamriwa hivi, wakati mtakapoisikia sauti ya panda, ndio na filimbi, na kinubi, na zeze, na santuri, sawa, na zomari, ndio na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Clear instructions. Kabla hujaangalia neno stand firm, kwanza angalia clear instructions. Instruction inasemaje? Maana wote wameshaitwa wako pale. Na wa vijana wapo. Na sio tangazo ambalo lilitolewa tu leo, ni kabla, even before. Kwa sababu tangazo lilitolewa usiku mmoja kabla. Na wanapokuja siku hiyo wakarudia. Instruction ilitolewa very clear. Kila mtu atakayesikia kitu gani? Sauti. Na hiyo angalia instruction ikawa added na great emotional and psychological music. Angalia unajua ule muziki haukuwa wa kawaida ule. Kila chombo cha muziki full of emotions. Unaona watu wanapiga muziki mpaka wanavuaga mashati, hawahitaji kuvaa nguo tena. Hapo emotion iko juu. Watu wanaimba mpaka machozi yanatoka. Kwa sababu machozi ni itikio la emotion. Watu wanaimba muziki mpaka wanakuwa vile. Vile muziki wote ulikuwepo. Kwa hiyo ukaadi ile force, nguvu katika ile action ya ile siku ambayo ni international dedication of Nebuchadnezzar's God image. Na hii inayozungumzwa pale ni kwa ajili ya utawala wake, mamlaka yake na Mungu wake. Na watu wa mataifa yote, falme zote. Haikuwa utawala wa Kaldayo peke yake. Mataifa yote ambayo yalikuwa tayari yako mikononi mwake, wote wakaassemble. Tunajua kuangalia ilikuwa ni wapi na why that place. Kwa hivyo Biblia inaeleza ya kwamba maelekezo yalitolewa wazi. Kila atakayesikia ni lazima kuanguka na kusujudu. Kwani hilo si lilikuwa wazi jamani? Clear instructions. Number 2, clear warning. Soma ile aya ya 6. Clear warning. Nasema aya ya 6, neno la Mungu linasema, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto wakao. Basi aya ya 6 peke yake. Mtu asiye anguka na kusujudu, clear warning, the same time, same hour. Na ile tanuru likachochewa. Biblia inaeleza kwamba zaidi ya desturi yake. Mara ngapi? Mara 7. Hiyo ni clear warning. Ama unauliza hivi alisemaje? Hii sio ya kusema kwamba hivi alisemaje mtihani ni Sabato. Clear. Ametoa clear instruction. Saa 2 asubuhi Jumamosi. Clear instructions. Warning, asiyefanya mtihani. Unajua saa nyingine yani wewe una debate na habari ya total dismissal. Unazungumzia habari ya discontinuance ambayo inatajwa pale. Wenzako walichoambiwa, you fail to follow and worship, tukutane kwenye moto. Kwa hiyo hakuna option nitaenda kulima mashamba.
Ni vizuri ujue ile warning haikuwa ya kitoto. Sio kwamba tutamtimua kwenye utawala wetu. Never. Huyo amepoteza sifa ya kuishi. Na unaangalia siku zote sisi ambao yanayotustua hapa yanahusiana tu na msosi, yanahusiana sisi na hiki, yanahusiana na hiki, lakini maisha yanaendelea. Kwani ukisema usipofanya mtihani, usipofanya hiki na kile, usiposimama kwenye ile ofisi, watakufukuza kazi? Ndio. Kwani ukifukuzwa kazi ndio utakoma kuishi? Money made fear. That's not real fear. Tuna watu ambao hawana ofisi za serikali na wanaishi mpaka wameajiri wasomi. Saa nyingine ni hofu tu za mzaa. Ni mzaa tu tunaofanya. Ni vizuri ujue a call to stand firm. Ni vizuri ujue ni maeneo yapi. How do you know that you are strong in faith? Hiyo itakuwa ni kesho hapa habari ya faith. Lakini angalia vizuri hapa ya kwamba ili useme mimi unajua katika wetu wasema nina msimamo. Mimi msimamo yetu tumesimama kwenye siafu tu. Unajua nasema mimi na msimamo. Wewe unawajua siafu wewe? Hakunaga jeshi imara kama la siafu. Lila hata askari anaacha silaha. Hawajui kitu wale. Sasa nyingine misimamo yetu huko tumesimama kwenye siafu. Utakimbia. Tutakuja kuangalia secret ya vijana ni nini. Ngoja tuangalie tu kwanza maana ya hii theme. Kwa sababu huwezi kufikia kufanya vitu vya namna ile na hakuna mahakama ya rufaa. Yaani final ni mfalme. Na hapa aseme ya kwamba tutawafukuza, aseme watafanyaje, ila ni swala usipoanguka. Na amesema ni lazima, instruction iko namna ile. Na alafu warning ikawa attached, very clear. Usipofanya muda huo utatupwa kwenye tanuru. Sasa hayo yanapokuwepo pale, clear instructions plus clear warning that call for clear stand. Hiyo ndio unaoiona sasa hapo. Yaani wakati hapo ndio kuna clear instructions, kuna clear warning, and then we have 3 Jews ambao standing out. It's also very clear. Very clear. Sio wale wanaosema unajua kwa nje nimesimama lakini katika moyo ninasujudu. Acha biashara hiyo. Hii ni clear stand. Acha wale ni wale hawana uti wa mgongo wale. Spineless people. Wanasema the outside I'm standing up, but in the inside of me. Ndio wale wanaosema wanavaa ovyo afa nasema Mungu anajua moyo wako. Mama. Huo moyo ni takataka, peleka bafuni kwa sababu ni mchafu huo. Tunatuambia Mungu anajua moyo. Tambara bovu hilo. Anajua moyo. Eti kwa nje niko hivi lakini ndani ya moyo wangu ni pasafi. We. Uligundishwa na super glue. Kama ni hereni uliweka kwa mkono wako, na kabla hujaweka kwa mkono wako ni kwa sababu moyo ndio umevaa hereni. Hereni haiwezi kuning'inia hapa mpaka moyo uning'inie hereni. Haiwezekani. Yaani unajua chochote kinachoonekana kwa nje lazima kiko ndani ya wapi? Ya moyo. Hakuna mtu anafanya chochote ambacho kiko ndani ya moyo. Sana itakuwa ni unafiki. Kwa sababu unafiki unasema ngoja nifanye hapa ni bende alitro alafu baadaye taamsha tena uaminifu wangu. Hamna. Kwa hiyo hawa vijana wakiwa na clear instructions, maelekezo yaliyo wazi, onyo lililo wazi na msimamo ulio wazi. Hiki ndicho kinachozungumzwa pale. Msimamo wao ni upi? Angalia ile aya ya 7. Alafu ende aya ya 10. Soma tu aya ya soma ile aya ya 7, alafu soma aya ya 12. Clear stand. Aya ya 7 inasema basi wakati huo
watu wa kabila zote waliposikia sauti ya watu wa panda kabila zote waliposikia na filimbi wakasikia aina zote za muziki hiyo, na kinubi aha, na zeze ndio, na santuri ndio, na zomari na namna zote za ngoma, watu wote ndio, na mataifa wa mataifa yote na lugha zote wakaanguka wakaiabudu ile sanamu, wakaabudu sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Mstari wa 12. Wako Wayahudi kadha wa kadha, hao sasa Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, wanawashtaki sasa kwa mfalme. yani Shadrach, Meshach na Abednego. Watu hao mfalme, ndio hawakukujali wewe. Hao kwanza hawakujali, which is very wrong. Hawaitumikii miungu yako. That is very right. They cannot serve Nebuchadnezzar's gods, wala kuiabudu ile sanamu, even to worship. Na kwa sababu gani? Ile shtaki la kwanza wako very wrong. Eti hawamjali Nebuchadnezzar, hawamheshimu. Hao vijana wanamheshimu sana, ila haya mawili walikuwa sahihi. Hawawezi kuabudu sanamu. Hawa vijana wanaojua usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala usisujudie kuvitumikia. Hao vijana wanaojua ile amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi, leo kweli wakasema hapa Nebukadnezar, this is the point of departure. Tutaachania hapa. Wanamjali, lakini kwenye hili hamna. Hapa ndipo unaona stand yao ipi kwenye hii political pressure, political challenge. Wakati wote wameinama, wamesujudu, wao wakabaki wamesimama. Wewe tu na mimi, hebu fikiria tuko kwenye mkutano dhifa ya kitaifa, halafu yuko kiongozi wa nchi na umepata upendeleo huko kwenye jukwaa, umeketi kwenye viti vya jukwaa, halafu akasema kwa heshima tusimame tumkumbuke marehemu kwa dakika moja. Yaani unajua, I'm trying to imagine na kamera zinamulika hivi, yaani huko hapa kwenye jukwaa, mkuu wako anasimama anakaa kimya. Unajua saa nyingine unavichukulia, na hapo sana sana kitakacho kuwafanya unyanyuke ni msosi tu. Sio kwamba watakuua. Hatujawahi kusikia mahara kwenye serikali yetu hii kwamba watamuua, kwa sababu wakati viongozi wamesimama, yeye alibaki amefanyaje? Amekaa. Sana sana atasema amekudharau. Ndivyo alivyoshtaki namna hiyo. Na matokeo yake ni kwamba anajifanya nini? Basi tutamtoa kwenye nafasi hiyo. Sawa. Lakini hata hiyo wengi wetu hatuwezi kusimama. Hiyo tu hatuwezi. Hapa kuna challenge. Kama hatuwezi kuanguka, tunauawa. Kwa hiyo ni wakati huu wa wote, mataifa yote waliokutanika hapa, kutoka Ukaridayo, kutoka Umedi, kutoka wapi, walioletwa katika mji huu ili waweze kufanya hii sikukuu ya kitaifa kwa mamlaka ya Nebukadnezar, kwa Mungu wa Nebukadnezar, na ni uzinduzi, dedication ya kimataifa. Na wakati yote inafanyika, wakati wote hao wanasujudu maamiri, mawaziri, Wakaridayo, sijui watu gani, officials, hao watu ambao unaweza kuona vijana pia wako karibu sana kwenye kundi hilo, kwa sababu walikuwa pia wana nafasi za uongozi, walioheshimika sana. Halafu wao wamesimama. Jeuri kweli. Hiyo ni jeuri kubwa sana. Hapo ndipo unaona theme, to stand firm. Now what is that meaning? They refused to bow down and worship the image. They refused. Clear instructions, clear warning, clear stand.
Kwenye maisha tunayoishi hapa, ikiwa haueleweki, hauna uti wa mgongo. Kwa vyovyote kwenye maisha ya sasa hivi, tutakuja kuangalia siku zinazofuata, lazima watakufahamu. Lazima tu. Kwenye maisha sasa hivi lazima ufahamike. Vinginevyo umefata mkondo kama maji. Hiki ndicho walichofanya wale vijana. Now what is standing firm? In Hebrew kuna maneno mawili. Moja inaitwa yatsav. Yatsav lina maeneo makubwa mawili. Ni sawa na ile neno jingine ambalo linaitwa amad. Amad utaliona kwenye ile 1 Kings 17 and verse 1 ambayo Elijah alisema kwa Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake. Ile neno amad, whom I stand. Lakini pia utaona neno yatsav ambayo Musa aliwaambia wana Israeli, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana. Yatsav. These two Hebrew words zina maana kuu mbili, ambayo in Greek utakutana neno linaloitwa histemi kwenye New Testament, ambayo utaiona kwenye ile Ephesians 6 verse 11. Simameni kavae silaha zote. Neno simameni. Halafu naona mpate kuzipinga. Wametafsiri kuzipinga, lakini neno lile histemi. Utaona hata kwenye James 4:7, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ni neno histemi. So unaangalia neno yatsav ama amad ama histemi, lina maana kuu mbili. Ya kwanza, stand still. Na watu wa Mungu hawa hawakuchagua hilo la kwanza. Lakini sikiliza tu kwanza. To stand still, hilo neno linamaanisha set yourself, oneself stand. Maana yake onyesha wapi umesimama. Stand still. Calmly but strong. Hii haihusiani na position, haihusiani na structure. Inazungumzia attitude, ambayo inamaanisha kwamba unapokutana neno stand still, msanapoambiwa simameni tu, stand still, yatsav, ina maana ya kwamba resume your position. What was that position? Ndio neno wanasema on your knees. Nenda kwenye magoti. Unajua unaposema kwenye Kiswahili unaona simameni tu mkaone wokovu wa Bwana. Maana yake humble yourself. Lower yourself down before God. Even if when we were captured by Egyptians army, you are safe. Sijui kama mnaelewa jambo hilo. Sikilizeni Musa anachosema. Anasema hivi, salimisha nafsi yenu kwa Bwana, weka hapo madhabahuni pake. Stand firm. Go on your knees. Humble yourself. Surrender. Yatsav. Histemi. Lakini hilo neno pia linamaanisha stand firm. To stand firm ndio hiyo kama mtu ananyumbuka. Is standing tall. Standing strong. Maana yake unaona position yake, maana yake amesimama imara. Imara. Ni hayuko asiyebabaika, asiyebadilika, asiyetoka hapa kaenda kule. Firm. Kwa hiyo nasikia hiyo neno ya serve ama mad ama histemi, to stand firm in Greek and Hebrew context inamaanisha ready for either, ambayo inamaanisha kuwa tayari kwa lolote. What? Serving God while living, or if God will allow you to die. So standing firm is to serve God no matter what. Na mimi sikujua hao watu walifikirije hapo. Ndio maana niwaambia asubuhi washinda kujua Mungu anavyoongoza watu. Whatever the cost, when it comes to serve God,
whatever the cost, you stand firm. Kwa hiyo histemi ama yatsav ama mad inamaanisha ya kwamba when we are confronted, when we are challenged, we have only two positions: on our knees and on our feet. On our knees, oh God, have mercy upon me, a sinner. If it will be done, let it be so for your will. On our knees, that means I surrender. I surrender, then you can do to me whatever you like. Stand still. But stand firm. I'm ready to serve you. Whatever the direction, whatever the cost, I'm willing. So when people bowed down to serve Marduk, these three Hebrew men, they stood firm. They stood still. In their heart, they were surrendering before God, while ready for either to serve God, even when doing so, that means the end of their lives. Hiyo ndio iliyotokea kwao, na ndio naona hapa, stand firm. Kumtumikia Mungu ni nini? Is not to bow on the other side, but to bow before God. Kwa hiyo kundi lingine wote walianguka kwa ile miungu. Kusimama kwao ilikuwa wameanguka kwa Mungu wa mbinguni. They were worshiping God, while others worshiping Marduk. This is the theme. Nini anachotueleza? Kwa sababu hii inatoa tafsiri ya hiyo theme, tutakuja kuangalia nini walichokuwa wamecount hawa vijana. Kwa sababu ilikuwa ni clear instructions, ilikuwa ni clear warning, na ilikuwa ni clear stand. Ni vizuri ukafahamika nyumbani, ukafahamika chuoni, ukafahamika kule unakokaa, ukafahamika kwenye ile room na roommates wako, ukafahamika popote utakapokuwa, wewe unamcha Mungu. Hicho ndicho kilichotokea kwa hawa vijana, na hicho ndicho kilichoandikwa. Kwa hiyo wao walisema wakati hao wana bow down, kwa sababu bow down ni surrender, lakini kwa sanamu. Wao wakastand. Kwa nini? Wakiwa na maana hizo mbili. Wamesalimisha mioyo yao kwa Mungu. Wanasema, Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. I'm not deserving to stand for you. Because of your grace, I'm here. So, strengthen my faith. Ndicho nayoeleza. Lakini la pili, tuko tayari kukutumikia, standing firm. Na tutakutumikia hata tunapotupwa kwenye tanuru. Na hawakuja hivi kwa kufanya hivi kwa bahati mbaya. Ndio maana utaangalia lugha yao kwamba hatuna cha kujibu katika neno hilo. Tumekuja hapa, tumekwisha fanya maamuzi. Hii ndiyo maana ya a moment of commitment. How do you know that you are committed? Tunaweza kutumia muda kumwabudu Mungu, tunatumia mali kumwabudu Mungu. Hiyo ni initial stage inayoonesha kama vile tunaweza kutoa uhai kwa ajili yake. Lakini pale inapokuwa kufanya hivyo kuna maanisha kifo. Pale ambako sheria zimewekwa wazi, kitakachohitajika kwa asiyefanya hivyo ni kifo. Maelekezo yametolewa wazi, maonyo yametolewa wazi. There is a moment of commitment. How do we commit ourselves? We surrender. We humble. We go down on our knees. We talk to God. At
the same times we are ready to serve him whatever the cost. Sio ile unaosikia watu wanasema Bwana, ninaamini utafanya hiki unitoe. No, that was not this the motive of this young Hebrew boys. Haikuwa hivyo. Hawa watu walikuwa na kusema tu ya kwamba to God and to God. To God and to God. Hii ndio alichokisema Paulo kwenye Galatians, kwamba kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Toye angalia vizuri kesho. Anayeandika vile. To these people, kwa hao watu vijana watatu wanachosema kwamba tukiishi sisi ni kwako, na tukifa kama hii ndio stage ya kifo chetu, bado tutabaki kuwa watifu kwako. Usisahau wale maskari walioshika wale, wakawafunga wale. Hatua yao ya mwisho ya kutii ilikuwa ni kumtii Nebukadreza, kuwafunga hawa vijana na kuwatupa kwenye tanuru, na wakalambwa na moto. Waliacha hatua yao ya mwisho wakitii Nebukadreza na Mungu wa Nebukadreza. Usidhani huo mzaa wa kuyumba yumba utaendelea siku zote. Kuna siku ukiyumba, umeyumba mazima. Na jioni hii ya leo, hii ndiyo siri inayotafsiriwa kuwa una msimamo. Kwa unaposema una msimamo, ni unaweza ukagadi wa time with God in prayer. Na sio zile sala zinazobadilishwa na situations. Kwa sababu tutakuja kuangalia upande wa Daniel ile 6 na ile aya 10, anasema aliomba akifungua madirisha kwenda Yerusalemu, ndivyo alivyoomba siku zote. Na aliomba mambo mawili tu, thanksgiving and praise. Na anasema hiyo ndio kawaida yake ya Danieli. Sio ile ya kwetu nikiugua ombi linabadilishwa, nikikutana na threat yoyote linabadilishwa. Hamna. Yaani hawa vijana hawahangaiki, Bwana utuokoe. Sikiliza ndugu zangu, the issue is not about God's deliverance and rescue. The issue is about obedience and surrender. Hivi mnajua kitu cha pekee ni hivi, watu wengi wanaomba leo Mungu awaokoe. Awaokoe kwenye nini? Kiberiti cha moto. Awaokoe kwenye nini? Kwa sababu ya tumbo lina njaa. Awaokoe kwenye nini? Kwenye hiki. Ngoja niwaambie ndugu zangu, if Calvary is not enough, if Calvary is not enough, you will keep on singing and speaking about deliverance and rescue. Yaani ukiona watu wanaomba waokolewe tu, wanyakuliwe tu, ingilia kati mahakamani, ingilia kati chuoni, Mungu utuokoe kwenye hili, you have not remembered about Calvary. That's the ultimate deliverance. Hivi ni nini unatafuta? Nini ninatafuta mimi? Kwa nini nakomaa sana na Mungu niokoe, Mungu nikomboe? God's deliverance, God's rescue. Na hiyo ndio tunangangana nayo sana. These three Hebrew men, they are not after God's deliverance, they are not after God's rescue, they are after obedience and surrender to God. Hii ni kitu gani ambacho kinaendelea? Tuje kuangalia vizuri kuanzia kesho kutwa uone kila ambacho ndio hasa the pivotal issue where we are, where you will be, wherever you go. The issue is not God come and rescue and deliver me. The issue is this is the right time to stand still and to stand firm. Sio issue ya kusema Bwana tuokoe. Ndio naona watu wengi wanapiga harambee za sara, Mungu ufanye hivi, kanisa zima wanahamasishana eti waokolewe tu kwa sababu ya wamesengenywa, wamefanywa hiki na kile, wametafsiriwa vibaya, wanaenda kufungwa. Kwa hiyo wanajiiriza. Ndio naona mahubiri hayo ya wachungaji kadhaa kwenye madhehebu hayo ya wanaohamasisha watu, siku ya ukombozi wako, the time of deliverance,
time of whatever, deliverance of economy, deliverance of whatever, deliverance. Rubbish. That's garbage. Na ndio maana watu hawezi kukua kwa vituko kama hivyo. Na hiyo ni vitu vya kawaida tu. Hawajakutana na political challenge. Hawajakutana na vitu ambavyo wasipofanya wanazima kama kibatari. Lakini ndio tunaona hao. Ndio wanaonekana ndio watu wenye roho wa Mungu hao. Restless. Mpaka upate mtoto ndio uone Mungu anakujali. Ndio amekukomboa pale. Alafu anasema mbona Hana aliomba? Hana kuomba kwa ajili apate mtoto amuonyeshe Penina. He had a broad understanding concerning the deliverance of the nation of Israel. Ndio maana aliomba mtoto wa kiume, sio tu mtoto. Na akisema ukinipa nakupatia, kwa sababu alijua hii prescriptions ya kazi ya ukuhani na kazi ya wokovu wa kusimamia neno la Bwana ilikuwa prescribed kwa men. Alafu nasema Mungu kama unifuatia Hana, wewe unataka kwako wa maonyesho, ili wajue na wewe ulienda leba. Na tunatapeliwa namna ile. Mbaraka wa uchumi, bariki mashamba, bariki na kile. Halafu naona kuwa inferior. Eti sara zangu nitakupanda upate uchumi. Formula ya wapi? Formula ipi? Kuna mahali unaambiwa kwamba tutakuombea upate hela. Subutu. Ngoja wakutapeli tu. Yeye amesema fanya kazi siku ngapi? Na yeye amesema tabariki kazi ya mikono. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa wapi? Si ni wale wanaofikiri vijijini hakuna baraka za Bwana. Watu wasiofuata Biblia. Kila siku ni mjini na analala kwenye korido. Wameishia kufuga ndevu, wengine wanafuga kuku wapate mayai. Sina sida kesi na ndevu zetu. Mseme kanielewa vibaya. Kuna watu wanaamini mibaraka ya uchumi iko mjini. Na huyo naye ni Mkristo anayesoma Biblia. Na Mungu anasema mibaraka iko mjini na iko wapi pia? Iko mashambani. Kama iko mjini, iko pia mashambani, iko vijijini pia. Kwa hiyo ameeleza tu ni kazi za mikono, ni maarifa ya hiyo kazi unayoifanya. Ufanye kwa bidii, uache maisha ya nasa. Amezungumza acha uvivu. Na ametoa mpaka kwa watu wapagani na watu mbalimbali. Halafu mtu anasema nataka nikuombee ili biashara yako ipanuke. Ulikuwa ni retail sale, sasa itakuwa ni wholesale. Ilikuwa sio namna hii, itakuwa vile. Mazinga ombwe. Mazinga ombwe. Na kwa bahati mbaya it is creeping in this church. We have gospel ministers who are coping. Saizi wamejifanya ndio vidume wa kubariki watu wapate fedha. Unless we repent. Hatuna kitu hicho kwenye Biblia. Na mimi nitazungumza mambo haya mpaka Yesu anakuja ama ninazima. Wewe kuwatapeli watu kwamba nitakuombea upate hela. Kwa Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, kwa Yesu Kristo ambaye ni Masihi. Lazima utufundishe Wabudha wanapata kwa Mungu yupi. Lazima utueleweshe Waislamu wao wanapata kwa Yesu yupi. Bring the answer. If Christians got that wealth from Jesus, then those who are not worshiping Jesus Christ, they are not paying homage to him, where do they get money? Otherwise you are fooling people, deceiving the people, deceiving the church. Sio sara zako. Na wala sitakwambia ukiwa mwaminifu utapata hela, takudanganya. Paka leo tuna watu ndani ya kanisa hii wana hela na sio waaminifu wa matoleo. Usijidanganye. Na unajikunja kutoa ili upate utajiri. Unapoteza muda. Am I confusing you? Utasema pastor mnatuchanganya. Lazima tukuchanganye mpaka uchanganyike. Sababu ipo hiyo formula. Mungu anajua. Ndiye aliyesema maneno haya. Akamwambia Yesu akatamka mwenyewe, iweni kama Baba yenu wa mbinguni, waangazia jua wema na waovu, wanyeshea mvua wenye haki na wasio na haki. Hiyo ni Mathayo 5:45. Kama Mungu analeta jua kwa waovu, analeta mvua kwa waovu na waombi na wanamtukana
Na unajua without photosynthesis there is no food. If there is no water, there is no osmosis. Kama hakuna maji, virutubisho havikwei kwenye mmea. Na unaona hali ya hewa ilivyo kwa sababu Tanzania watu wamelima kwa sababu hakuna mvua, mimea inanyauka. Lakini hata kama kutakuwepo na mvua na hakuna jua, hakuna chochote. Kwa hiyo Yesu aliposema Baba yenu wa mbinguni analeta jua kwa waovu na wema, analeta mvua kwa wenye haki na sio na haki, which means ndiye anayetake care the lives of everyone, knowing him or not knowing him. Halafu leo tunaifanya nyumba ya Sara kuwa siku ya kujaza mifuko na hela, mikate kwenye makabati. What? Wewe usisome halafu upate A. Tuje tukuombee eti Mungu mniombee, mimi najitoa kwa kazi ya Bwana, naendaga nyumba kwa nyumba. Utazungusha. Hakuna. Wala usije akasema mimi ni kiongozi wa TUCASA, muda mwingi nafanya hivi, kwa hiyo Bwana ndio wale wanaoomba Bwana naenda kwa kazi yako. Sasa simama kwa kazi yangu. Mna exchange na Mungu. Heti nimejitoa, sasa baki na kazi yangu. Tapia muro tu. Na kwa sababu ya manifituko kama hivyo watu wamehubiriwa, wakaamini ukiwa mwaminifu hasa na sadaka, lazima utapata utapata kazi, utapata cheo, utapanda, uchumi utaenda vizuri, na unajikunja miaka hadi miaka na upandi na hakuna chochote. Utaolewa, na wanaolewa ni wale walioshusha injini. Zilikuwaga Land Cruiser, siku hizo wana Suzuki. Bodi tu ndio imebaki. Sasa ikiwa wote hao na wanaolewa, naona wajua kwamba sio waaminifu, lakini ndio wanaolewa, wanavaa shera. Halafu unamwambia ukiwa mwaminifu lazima utaolewa. Aya ipi? Ya kwenye Biblia ipi? Yeye amesema wewe mwaminifu mpaka uolewe. Uwe mwaminifu hata kwa hiyo kama ni swala la kuolewa 2030 ikifika, unatumia ile kauli ya Mheshimiwa Jakaya, akili za kuambiwa. Kwa hiyo hawa vijana walisimama. Muda ambao hatujafikia hizo challenge ni muda wa kureview. Tumesimama juu yake. Are we willing to surrender ourselves to the point of death? Are willing to serve him no matter the cost? This is a call to stand firm. Na hii haiji kwa dharura. Ni namna unavyoweka miguu yako juu yake sasa hivi. When you commit your life the hands of God, to guard your time with God. Hii ndio wito tulioitiwa katika mikutano hii. Wenzetu walisimama, si ilitokea vile. Tutakuja kuangalia. Walifanya maamuzi kabisa, na walikuwa very calm, not rude, not arrogant, but very tough. Juzi nilisikiliza hotuba ya Kagame mwezi uliopita ule mwingine, akisema I'm bringing a call to Rwandese. Akasema hivi ya kwamba wakati huo ndio kidogo mataifa huko yanazungumza kile, akazungumza hiyo iko kwenye YouTube hiyo kitu. Akasema wanaweza kufanya chochote but they cannot bring me to my knees. Akasema ninawahitaji wa Rwanda pia iwe hivyo hivyo. Akasema you can do whatever but I cannot allow you to bring me to my knees. Maana yake I can never surrender to you. Na anajibu kwa mataifa yaliyokuwa yanamuona tofauti, kwamba uwezi kunifanya mimi nijisalimishe kwako. Hilo ni jiwe alikuwa anarusha gizani. Ukisikia amepiga kelele litakuwa limempata.
Na ikanipeleka nikakumbuka ile ya Mahatma Gandhi. Na aliwaambiaga serikali ya Uingereza waliokuwa wanatawala India, akati anafanya na hiyo movement, wakamtishia kumuua. Mahatma Gandhi alijumba neno akasema kabisa ya kwamba mnaweza mkafanya chochote, mnaweza mkapata maiti yangu, lakini sio utii wangu kwenu. Mahatma Gandhi. Sasa ndipo uangalie sisi ambaye we have a reason to stand. Jesus. Kwa hiyo sisi tuna sababu kabisa ya kusema hatutajisalimisha kwingine isipokuwa kwa Mungu wetu. Na kama wenzetu hao walifanya vile, maana yake huyo Mungu waliyetembea naye ndiye Mungu tuliye naye leo. Kwa hivyo anaweza kututengeneza hivyo hivyo kama alifanya hao vijana. Anaweza kabisa. Kwa hiyo the moment of clear instructions and clear warnings, there must be a clear stand. Kwa hiyo tunaishi kwenye dunia ambayo inahitaji clear stand. Watu wa we are Seventh Day Adventists, young men and young women. We are the remnant church. We have a very serious message, 3 angels message, to bear to our fellow human beings. Fear God and give him praise, for the hour of his judgment has come. Foreign Babylon, and we will stand and worship God, not receiving the image. So the 3 angels message is a serious message, and we are the one to bear that message. Na sisi ndio tuliochaguliwa kabisa kwenye siku hizi za mwisho. Yaani ukiona dhambi ni nyingi sana, uwe na hakika, yaani Mungu aliona wewe ndiye fit wa kipindi hiki. Uliye fit. Wakati Ahabu ni muovu kweli kweli, Mungu alikuwa na Elia mwaminifu kweli kweli. Yaani ukiona uovu umeenda juu mno, ujue ni kizazi cha waaminifu kweli kweli. Baada ya kulia unajua siku hizi mambo yako namna hii, kumbe Bwana sisi ndio tumechaguliwa. Tuna upendeleo wa kuona injili ikifikia mwisho kwa ushujaa. Kwa hiyo wewe ndio umechaguliwa uishi wakati huu wa mwisho. Ungezaliwa zile zama za kati, wakati wanawashwa moto wanawaka, wakati wanavutwa wanaliwa na simba. Ungeenda kipindi kile cha reformers, ungetembea kipindi kile cha wana marejeo na vipindi vingine vyote. Lakini Mungu aliona sisi atatuweka reserve kwa kipindi ambacho Biblia inasema ni nyakati za hatari. Nyakati za hatari zinahitaji people like Daniel, people like Azariah, people like us. Kwa hivyo jioni hii ya leo Mungu anatuita tusimame juu yake. Maana yake tuko tayari ikiwa tunaweza kubaki na yeye wakati wote, na bado tuko willing kumtumikia, hata kama kufanya hivyo inamaanisha gharama. Ni shauku yako kufanya hivyo? Simama pamoja nami. Kiongozi wetu mchungaji Emmanuel Andrew ataomba kwa ajili yetu. Lakini ikiwa yuko kijana ambaye moyoni mwake anaona maisha ya hawa vijana yanampatia changamoto, anapocompare na contrast, anaona anahitaji neema ya Mungu. Yeye anajua vile yanavyoenda, lakini anatamani kweli kabisa haishi hivyo sasa. Tembea tuje hapa mbele. Basi ataomba kwa ajili yetu, lakini ataomba kwa ajili yako. Ikiwa unadhani moyoni mwako unaona kabisa kwamba hao vijana wamenionyesha namna ninavyoweza kuwa tofauti kabisa kwa maisha yetu ya sasa, na ni wewe peke yako, tembea tu hapa mbele, na mchungaji karibu tu hapa. Ataomba kwa ajili yetu, a call to stand firm. Wala hitaji
maneno ya kutukana, hahitaji kujaa jazba katika confrontation kama hizi, katika challenge kama hizi. They were very calm but very strong, very tough, lakini respectful. Waliomheshimu Nebukadreza, lakini hawawezi kuabudu miungu yake. Wala hawahitaji kutoa maneno na matusi ili wajue kwamba wako strong. Hakuna matusi wa vijana walitoa, ila walitoa majibu yao rahisi kabisa, wala hawana harara, hawana chochote. Na hiki ndicho Mungu anatuita. Tuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, katika jioni hii ya leo, kupitia neno lako umesema nasi na umetuonyesha namna ambavyo watoto wako kwa zama zao, hata walipopitia changamoto kubwa, bado walikutegemea, walikuamini, na wewe Mungu ulitenda kwa ajili yao. Na hii inatupatia uhakika katika zama zetu pia, ya kwamba kuna uwezekano mkubwa wa sisi kusimama na wewe hata nyakati za majaribu, nyakati za changamoto, bado ukatutendea kwa utukufu wa jina lako. Na hivyo Mungu wetu, jioni ya leo, kila mmoja wetu tunapoyatazama maisha yetu, kuna mahali tumeinua miguu yetu kuitoa kwako. Kuna nyakati tumeinua mikono yetu tukaitoa kwako. Kuna nyakati tuliinua fahamu zetu tukazitoa kwako. Mungu wetu na Baba yetu, jioni ya leo tunatamani Kristo kusimama kwako. Jioni ya leo tunatamani kila mmoja wetu, tunapoyatafakari maisha yetu, zile nyanja ambazo tumeziondoa kwako na kuziweka nje, tukidhani ya kwamba wakati wa changamoto tutarejea. Kumbe Mungu wetu wa mbinguni, tunapaswa kuzileta sasa ili tuendelee kusimama kwako hata tutakapokutana na changamoto. Bwana, wewe wajua namna ya kutuinua, maana tuko kwako. Na hivyo kila fahamu jioni ya leo inapotamani kuanza ukurasa mpya wa kusimama imara kwako katika kila nyanja ya maisha, jioni ya leo iko nafsi moja moja ambayo inazungumza nawe na kutamani katika jambo fulani ambalo nafsi hiyo inatamani ya kwamba Bwana uivute kuja kwako. Inatamani irejee katika jioni ya leo. Baba, sikia maombi ya watoto wako, na ninaamini ya kwamba utawatendea, utatutendea kwa utukufu wa jina lako. Lakini zaidi ya hayo, wako watoto wako ambao wamepiga hatua kuja kwako. Ulipowaita, ulipotoa wito jioni hii ya kwamba ikiwa yuko mtu ambaye anatamani kusimama kwako kuanzia leo, vijana wako na watoto wako wametembea, wewe wajua, wafahamu hata nia ya mioyo yao, waijua, watendee. Na Bwana, endelea kuwapatia nguvu, wafanye kuwa imara mahali waliporegea, wafanye kuwa mashujaa. Na Bwana, wanapotamani kusimama sasa kwako, ukawashike mkono, ukawainue, ukawaongoze katika fikra na fahamu zao, na mioyo yao ikajazwe na neno lako siku zote za maisha yao, ili wakasimame imara kwa utukufu wa jina lako. Tujalie sote katika mikutano hii, jalie mtumishi wako,
kila mmoja wetu Bwana, tuongoze katika maisha yetu. Tujazwe Roho wako Mtakatifu. Na zaidi sana Kristo, tusijazwe matendo ya dini, lakini tujazwe Roho wako Mtakatifu. Na kwa uwezo wake ukatuongoze kuyatenda yaliyo mapenzi yako, hata zile nyakati ngumu, kwa utukufu wa jina lako. Tubariki kila mmoja wetu, hata tunapokwenda kwa vipindi vingine na mapumziko. Kuwa nasi katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi Mungu awabariki sana kwa ajili ya huduma hii takatifu, na tuendelee kumtukuza Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kuwa mkuu na vile ambavyo ameendelea kutubariki kwa masomo haya mazuri, na imani ya kwamba wewe nami uko pamoja. Tumeamua kusimama imara katika imani. Kwa hiyo Mungu aendelee kutubariki sana kwa namna hiyo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kufikia hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa vipindi vyetu kwa jioni hii ya leo, lakini wakati huu nipende kumwalika kiongozi Mr. Biseko kwa ajili ya maelekezo zaidi kwa kipindi kinachofuata. Lakini pia ninayo maelekezo machache hapa ambayo ninatamani tuweze kuyasikiliza na kuyafanyia kazi kwa vile ambavyo itafaa na kumpendeza Bwana. Wale wote ambao tulifika kwa siku ya jana katika eneo la mkutano, lakini hatukupata rooms kwa maana ya malazi kamili, yani tulipata temporary rooms kwa ajili ya jana, basi nitawaomba wakati wengine tutakapokuwa tukielekea katika michezo, basi nyinyi mtaelekea mahali ambako tulikutana kwa ajili ya registration, ili kwamba tuweze kupokea usajili huo pamoja na hayo malazi. Lakini pia wakati ambako wengine tutatawanyika, ninawaomba wale wote ambao tunatokea katika jimbo la ECTC pamoja na mwenyekiti, tutabaki humu ndani kwa ajili ya maelekezo mengine. Mungu awabariki sana na muendelee kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea. Hamna haja ya kukujibu katika neno. Hili. Bwana bariki neno lake kwa jina la Yesu. Amin.